Katika ukanda wa Ziwa Victoria, kilimo kinaendelea kubadilika na kuwa suluhisho la changamoto za lishe, kipato na usalama wa chakula. Miongoni mwa mazao yanayoonyesha matumaini makubwa ni zao la viazi lishe lijulikanalo kama viazi vitamu vya rangi ya chungwa. Hapa tupo kata ya Sangabue, mtaa wa Imarang'ombe, na tuko kwenye shamba la wakulima wetu ambao tumekuwa tukishirikiana nao katika uzalishaji wa kilimo cha viazi lishe. Zao hili la viazi lishe takriban sasa lina miaka isiyopungua 10 toka limeanza kulimwa katika manispaa yetu. Teknolojia hii tuliipata kwa kushirikiana na chuo cha utafiti Ukiriguru, ambao ndio walikuwa wazalishaji wa kwanza kutuletea hizi mbegu, na wao walizipata kutoka Wizara ya Kilimo kwenye programu ya Food Security. Kikundi hiki cha muungano kilikuwepo, tulikianza mwaka 2017. Tulikuwa tunaendelea na ugongaji wa hisa. Kwa baadaye tukapata wadau wakasema ya kwamba kuna zao la viazi lishe litakaloendeleza kikundi chenu kwa manufaa ya kupata chakula kwa watoto na watu wazima, lakini pia na kuongeza kipato kwenye familia zenu. Basi ndipo tulipopata mafunzo tukasema haya marando yako wapi? Wakasema sisi tutaleta. Basi wakaleta. Kwa vile tulikuwa na muungano wa kikundi, tukaanza sisi kufanya kazi, tukaanza kulima, lakini tukaanza kuwa tunapata mafao mazuri, lakini na ule uzalishaji ulikuwa ni uzalishaji mzuri wa viazi, sio kama vile vya kwetu. Niko kwenye kikundi cha muungano FC, tunajihusisha na mambo ya kilimo ya viazi lishe. Viazi lishe hivi vinapatikana kwenye udongo kichanga ambao udongo wake ni kama huu, na hivi viazi vinapatikana kwa wingi kufuatana na udongo wetu huu. Nadhani unakubalika kufuatana na hali ya huku ilivyo katika udongo wetu. Na viazi tunapovilima, kwa kweli Mungu ametujalia waga tunapata kufuatana na udongo wetu huu. Na viazi kama hivyo, kimoja wapo ni kama hiki hapa. Na hivi viazi pia viko tofauti na vile viazi vya kawaida. Hivi viazi tumeelezewa kwa kulima ikusudi kusaidiana na jamii, kwa sababu hivi viazi vina faida kubwa. Maana vyenyewe vikishaweka kuanzia viazi 15 na kuelekea mbele huko. Kwa hiyo tukaona sisi tuanze na hiki kilimo, tukaendelea na kilimo hiki kwa sababu kinatupatia matunda mazuri. Viazi lishe vina kiwango kikubwa cha beta carotene ambacho mwili hubadilisha kuwa vitamin A. Virutubisho hivi ni muhimu kwa afya ya macho, ukuaji wa watoto, kinga ya mwili na afya ya mama mjamzito. Viazi lishe kwa upande wa lishe, kama manispaa na miongozo ya kiwizara inavyosema kwamba tunasisitiza zaidi lishe, kwa sababu lishe sasa hivi ni swala mtambuka, na tunazingatia zaidi katika jamii yetu, hasa upande wa wale wa mama wajawazito na wale watoto walio chini ya umri wa miaka 5. Tumekuwa na programu ya kutoa mafunzo haya, hata tuna siku za lishe kimtaa ambayo inaitwa Salim. Jamii inakusanywa kwa pamoja, wanaandaa chakula aidha katika aina tofauti tofauti, kwa sababu viazi lishe hivi huwa vinatoa unga. Sasa ule unga unatengenezwa bidhaa mbalimbali. Tunaweza tukatengeneza crips, tunaweza tukatengeneza chipsi, tunaweza tukatengeneza makande, tunaweza tukatengeneza futari. Kwa hiyo jamii inapata vyakula hivi kwa njia rahisi zaidi, lakini kubwa zaidi ni kwamba vina viinilishe vingi sana, hasa upande wa vitamins. Zao hili la viazi lishe, cha kwanza limetusaidia kupata viazi kwa wingi au mavuno kwa wingi. Cha pili ni kuwasaidia watoto wanaoishi na upungufu wa lishe. Yaani sisi kama kikundi tunalima kwa ajili ya kuongezea vipato,
lakini pia tunalima kwa ajili ya kuwasaidia watoto wanaoishi katika mazingira magumu, kwa sababu tunakutana na mashirika mbalimbali yanatupa elimu kwamba wale watoto wanahitaji msaada kutoka kwetu kama jamii na tunaishi nao. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hapa tulipo tulishikwa mkono na shirika la SOS wakatuwezesha kutupa mashine kwa ajili ya kumwagilia. Hivi nafikiri vinakuwa na mavuno mengi tofauti na vile vingine ambavyo tunavifahamu. Ndio maana tofauti yake kuitwa viazi lishe. Na faida mojawapo vinavyokuwa vinazalishwa, wakulima wengi tunawashauri wa vilime hivi kwa sababu pia vinakuwa tunasema ni rich in vitamins, vinakuwa na vitamini mbalimbali. Na nafikiri baada ya kuvunwa vinatumika kutengenezea hata chipsi, vingine hata vinapikwa vinatumika kama chakula cha kawaida. That is why tunawashauri wakulima wa vilime viazi hivi. Viazi lishe vinaendelea kuthibitisha kuwa miongoni mwa mazao yenye gharama nafuu kuzalisha. Zao hili huhitaji pembejeo chache na mara nyingi halikumbwi kwa kiwango kikubwa na mashambulizi ya wadudu na magonjwa, hivyo kupunguza hitaji la matumizi ya viuatilifu. Vinakuwa gharama zake inakuwa kidogo kwa matumizi ya kemikali zinazotumika kama mazao mengine. Hivi nafikiri unaweza ukavilima lakini usitumie kemikali, maana wadudu wake ama magonjwa yake yanakuwa si sawa na vile viazi vingine. Kutokana na gharama ndogo za uzalishaji, wakulima hupata fursa ya kuongeza faida huku wakipata mavuno yenye ubora na uhakika. Tumekuwa tukifanya hivyo, na kwa kamati ya lishe ya wilaya chini ya mkuu wa wilaya amekuwa akitembelea hata katika siku hizi za lishe kimtaa, wanapika chakula na tumekuwa na mchanganyiko wa tabaka zote. Si kwamba ni kwa sababu viazi viguse tu wa mama, hapana. Tunawashirikisha mpaka na baba. Lengo letu ni nini? Kwenye jamii baba aone kabisa umuhimu kwamba swala la lishe lisimsubiri mama peke yake, lazima lihusishe familia kwa ujumla. Kwa hiyo ndio maana tunasisitiza sana kilimo cha viazi lishe. Na mwanzoni wakati tunaanza tija ilikuwa chini sana, na hasa kwa viazi vile vya asili uzalishaji ulikuwa chini kwa sababu wakulima wengi walikuwa wanalima bila kufuata kanuni za kilimo. Kwa hiyo baada ya kuwa wameshirikishwa na kupewa elimu, tija imeongezeka. Leo hii tunapozungumzia viazi lishe hivi, kutoka uzalishaji wa tani 2 kwa hekta tumeenda mpaka tani 5-6 kwa hekta moja. Kwa hiyo unaona kwamba kuna mabadiliko yanaongezeka kwa sababu ya uzalishaji. Kwa viazi lishe nitasema kwamba bei inaweza kutofautiana kwa sababu sisi viazi lishe tunaanzia kilo shilingi 500, ambayo kila mwanajamii anaweza akaipata shilingi 500. Viazi vile vya kawaida mafungu yao huwa wanafunga kuanzia 1000 na kuendelea. Kwa hiyo tayari itakuwa kwenye ule kiwango cha chini mtu kumpatia ile ruhusa ya kufanya kwamba niende nikanunue ili kusudi nijisaidie katika kupata lishe. Hata mwanangu kama ana udhaifu fulani, tayari nitakuwa nimejikakamua sehemu fulani kumpeleka sehemu nyingine kupata na kipato nilicho nacho. Viazi lishe vina faida nyingi sana. Kwanza kula kama viazi vya kawaida, lakini pia vina ladha tofauti na viazi vya kawaida. Ukivikuta hata vimepikwa pamoja, hivi viazi lishe vitaanza kuisha, vingine utaona vimebaki kwenye sinia. Ina maana hivi wanavipenda sana. Kwanza vitamu. Tukianza kuvuna kabisa kwamba tumevuna hata kuvivuna vyote kuvitoa, wananchi na wao pia wanakuja kununua viazi, mnawauzia. Nafikiri kwa eneo letu hivi kuna aina kama 3 ambazo zinalimwa. Kuna Naspoti ile 12, 10 na 13, kuna Kabode, lakini kwa mazingira yetu Kabode ndio inafanya vizuri zaidi. Katika kipindi ambacho dunia inakabiliwa na ongezeko la majanga ya ukame na mabadiliko ya tabia ya nchi, wataalamu wa kilimo wanatambua viazi lishe kama moja ya mazao muhimu ya kuimarisha usalama wa chakula. Mazao haya yote ukilinganisha viazi, nafikiri kwanza vyenyewe vinakuwa ni tolerant sana kwenye drought areas like kama hizi tunazoona hizi, nafikiri mchanga mwingi, vinakuwa viko very nafikiri vinastahimili, niseme kwa lugha rahisi. Viazi lishe vinaonyesha uwezo mkubwa wa kustawi katika mazingira ya kanda ya Ziwa. Zao hili hukua vizuri katika aina mbalimbali za udongo unaopatikana katika ukanda huu na hustahimili hali ya hewa yenye vipindi virefu vya joto na mvua
zisizotabirika. Uwezo wa zao la viazi lishe kuendelea kustawi na kukua kipindi cha ukame unalifanya kuwa miongoni mwa mazao muhimu katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Hivi viazi lishe vinavumilia sana ukame. Mfano kama viazi lishe unavyoviona hivi, kama hiki hapa kinafanana na viazi vingine, lakini utofauti, mfano sasa hivi hali ilivyokauka hivi imeanza kupasuka yenyewe. Vingelikuwa viazi vya kawaida tayari sasa hivi hiki kingelikuwa vimeingiliwa na wadudu, lakini sasa hivi nakiona kilivyo ni kizima, hakina shida. Hata kile tulichokuwa tukikimenya kule kilikuwa hakina tatizo. Tusemee tu kwa hapa Mwanza tunaanza kulima mwezi wa 9. Hapa katikati pote panakubali kulimwa tu. Ile miezi yote unaweza ukapanda viazi kuanzia mwezi wa 9 ukavuna mwezi wa 1 au wa 12. Upande wa tabia nchi ni kweli kwamba sasa hivi majira yanachanganya kidogo. Kwa mfano kwa msimu huu mvua za vuli ambazo huwa zinaanza mwezi wa 9 zilikuwa na changamoto kidogo, hazikuanza vizuri. Kwa hiyo matarajio yetu hayakwenda vizuri zaidi. Kwa hiyo tunapokutana na changamoto kama hizo za mabadiliko ya tabia nchi, tunajaribu sana kutafuta mbegu ambazo zinaweza zikamiti ile changamoto ya ukame. Mizizi yake huweza kutumia unyevunyevu uliobaki ardhini kwa ufanisi, hivyo kuendelea kukua katika mazingira ambayo mazao mengi ya chakula hushindwa kustawi. Hali hii husaidia familia nyingi kupata chakula na kipato hata wakati wa misimu migumu. Tunashauri sana wakulima wetu, kwa sababu ya hiyo athari ya ukame, kulima viazi hivi sehemu zenye mabonde, na bahati nzuri manispaa Ilemela ina sehemu kubwa za mabonde ambako ndo tunajikita zaidi kuweka hivi viazi lishe. Ili kuongeza mafanikio ya uzalishaji, wataalamu wa kilimo wanashauri matumizi ya mbinu za uhifadhi wa unyevunyevu wa udongo. Miongoni mwa mbinu za uhifadhi wa unyevunyevu wa udongo ni kulima kwenye mabonde madogo au maeneo yanayokusanya maji ya mvua, pamoja na kutengeneza matuta yanayosaidia kuhifadhi maji na kupunguza kasi ya mtiririko wa maji. Mbinu hizi huongeza muda ambao udongo unabaki na unyevunyevu, hupunguza mmomonyoko wa udongo na kusaidia mizizi ya viazi lishe kupata maji kwa muda mrefu zaidi hata baada ya mvua kukoma. Hii mbegu tu, kambegu kamoja unanunua kwa kiasi cha shilingi 40. Sasa kutosha shamba kama hili ni gharama kubwa. Kwa hiyo kuanzia kwenye marando kuna fedha, viazi kuna fedha, lakini pia hata haya marando unaweza ukayachimba jinsi yalivyo hivi, kama yana majani hivi unawauzia hata wafugaji. Tena kama wenye ng'ombe za kisasa ndo zinaongeza maziwa zaidi. Kwa hiyo kumbe hili zao linakubali kutumika sehemu yote ile na linafanya kazi. Kwa kuunganisha mbinu hizi za kilimo na uwezo wa asili wa viazi lishe kustahimili ukame, mkulima anaweza kupata mavuno ya uhakika hata katika misimu yenye mvua chache. Soko la viazi lishe ni kubwa na jamii sasa hivi kwa asilimia kubwa wameanza kuelewa. Kikundi chetu hiki wanazalisha unga kupitia viazi lishe kama nilivyosema, kwa sababu programu hii haianzii halmashauri peke yake. Ni programu ambayo inaratibiwa kutoka wizara, hasa upande wa sekta ya chakula. Tunasisitiza sana kwamba tuendelee kuboresha kilimo cha viazi. Kwanza ni mazao ambayo tunayatemu kama mazao ya tahadhari kwa athari ya njaa, kwa sababu tunapokuwa na viazi, jamii ikiwa na viazi, tunaona kwamba tuna uhakika wa chakula katika jamii. Sisi tulikubaliana na hii bei kwa sababu moja, lengo letu ilikuwa kwamba ni kusaidia kwanza ile jamii ambayo ina uchumi wa chini. Mfano kama sisi huku wananchi ukiwaangalia uchumi wao ni wa chini, lakini pia waathirika wenye magonjwa au upungufu wa mwili, watoto na nini, ni wengi. Kwa hiyo tukaona tupunguze bei ili kila mmoja afanyeje, apate. Kanda ya Ziwa bado tunayo mashamba yale ya kulima mabonde. Ni washauri hata kama unalima viazi vya kawaida, angalia hata sehemu ulime viazi vya kawaida, ulime na viazi vya kisasa. Tungepata mashine ya kuchakata hivi viazi, tukawa tunachakata sisi wenyewe. Unaona, kwa mfano sasa hivi kule unakatakata mwenyewe kwenye nani, lakini kama una mashine unapitisha tu tayari unatoa.
Ukitaka kusaga unga unatengeneza, na maana kuna mashini. Kwa mfano hawa tunaopelekea Tabata lishe wana mashini, kwa hiyo inakuwa rahisi kuzalisha. Ina maana sisi tukianza hata kama kuchakata hivi viazi vya kuanika kwa ajili ya kusaga unga, mpaka tena tukae kama kikundi, tuanze kumenya, tumalize kumenya, tuanze kukatakata na visu. Kwa hiyo shughuli inakuwa kidogo na nili. Kwa hiyo kama serikali kama kungelikuwa na uwezo, tungepata hata mashini kwa ajili ya kuvichakata hivi viazi, hata kama vikikosa soko, hususan tu hivi viazi. Uzuri wake unaweza ukaviuza vikiwa vibichi, lakini pia ukivikatakata kama michembe vile na vyenyewe vinauzika. Ushirikiano wetu upo mkubwa pale yanapotokea taasisi mbalimbali, mfano labda vinataka kuendeleza vikundi vya wakulima, tunashirikiana nao vizuri ili kuongeza tija kwa mkulima mmoja na hata katika nchi. Viazi lishe vinaweza kuongezewa thamani kwa kutengeneza bidhaa mbalimbali zenye soko kubwa. Nipo hapa kama mama mjasiriamali ambaye najishughulisha na shughuli ya uzalishaji wa mbegu za viazi lishe, lakini vile najishughulisha na shughuli za usindikaji na vile kutengeneza vitafunwa mbalimbali ambavyo vinatokana na zao hili la viazi lishe. Kama hapa mnavyoniona hapa, nipo natengeneza chapati za viazi lishe, lakini vile unakula chapati huku naongeza vitamini A mwilini, tofauti na zamani ambayo tulikuwa tunakula chapati za ngano. Kwa hiyo hili zao la viazi lishe linatumika kwa matumizi mengi sana. Bidhaa hizi huongeza thamani ya mazao, kupanua masoko na kuongeza kipato kwa wakulima, vikundi vya wanawake na wajasiriamali. Tunaangalia ubora wa hivi viazi, kiwe ni kiazi ambacho ni cha lishe, ambacho mbegu zake zimeboreshwa, ziko vizuri. Kwa hiyo hata kama ukija kukipika unakuwa umeshapata vitamini A ambayo ni bora zaidi. Vilivyo na soko sana kwenye hii kiazi ni mandazi na chapati na vile uji wake ndio vina soko zaidi, pamoja na vitafunwa kama kokoto kwa watoto. Watoto wanapenda sana kokoto, vile vya kutafuna. Anakula kitu ambacho hakina madawa, hakina makemiko yoyote na anaingiza vitamini mwilini. Kwa kuongeza thamani ya viazi lishe, jamii inanufaika kwa kupata ajira, kuongeza kipato na kupunguza upotevu wa mazao baada ya mavuno. Kwa kweli tangia tuanze, watumiaji inaboreka zaidi. Kwa maana kwa mfano humu kijijini, kipindi tulianza kikundi hicho kimoja kutengeneza hivi kuzalisha hizi mbegu na kulima hivi viazi ambao tulifundishwa na tuliwezeshwa hizo mbegu na shirika moja la TAHEA, lakini vile tukapata mafunzo kwenye mashirika mbalimbali ambao tumepata mafunzo na tumepata vyeti, na vile tumepata mafunzo ya uzalishaji wa hizi mbegu. Kwa hiyo sasa tunazalisha mbegu ambazo ziko bora zaidi na tunatengeneza vitafunwa ambavyo viko bora zaidi na vinaleta manufaa katika familia zetu. Tulikuwa na kikundi kimoja, lakini sasa vimeongezeka. Hapa tulipo tuna vikundi 11 ambavyo vinatumia hili zao. Umuhimu uliopo katika kuongeza thamani ya viazi, pale inatuongezea kipato zaidi, tofauti na kuuza viazi vyenyewe. Kwa sababu hii chapati nikitengeneza kwa viazi vya kilo moja, ninaweza nikatoa viazi vingi zaidi. Tofauti ni kama ningeuza viazi kilo moja ambayo inanunuliwa kwa shilingi 500. Kwa hiyo shilingi 500 naipata kwa chapati moja. Kwenda kumaliza kilo nzima ni hela nyingi mno. Kwa kweli uchakataji na vile tunachakata, tunapima kwa kilo. Kilo moja ya unga tunaiuza kwa shilingi 3000. Kwa maana kwamba ungeuza kiazi tu pale ni hasara. Tuchakate viazi tupate manufaa zaidi na tuongeze kipato chetu zaidi, tofauti na kuuza viazi tu vyenyewe. Tuseme vijana hawakujikita sana kwenye kilimo, kwa sababu wengi tunapopewa hili elimu
ya kulima mazao kama haya wanaona kama wanapoteza muda, ila ambaye anajua kilimo kwamba kinaweza kumtoa sehemu hii kikampeleka sehemu nyingine, lazima atakifuatilia kilimo, kwa sababu kilimo hakina gharama kama vilimo vingine. Mara utafute sijui sumu, nyunyizie mara nini. Hiki gharama yake kulima tu matuta na yaweka sehemu vizuri, ili kusudi namna ya kulinda yale maji, kuilipa ili mbegu nani unyevunyevu, ili kusudi iweze kustawi vizuri na kukupa matunda unayotegemea. Katika mikakati ya halmashauri, kwa kila mwaka tunatenga bajeti kwa ajili ya mashamba darasa ya uzalishaji wa mbegu za viazi lishe. Lengo ni kwamba tuwe na mbegu nyingi za viazi lishe ambazo tutazisambaza kwa makundi mbalimbali ya wakulima katika jamii yetu. Kwa hiyo mkakati mkubwa, tunatenga bajeti kwa ajili ya mashamba darasa na tunastawisha hizo mbegu za viazi lishe kwa aina mbalimbali. Changamoto hizo ambazo zinashusha nafikiri kiwango cha uzalishaji wa viazi lishe, zana za umwagiliaji pale wanapokuwa wanalima zinakuwa chache. Nafikiri ili kuondokana na hilo, zana hizo za umwagiliaji zinatakiwa zipatikane. Zikipatikana, nafikiri wakulima hata hawa wachache wanaweza kuwashawishi na wale wengine, kwa sababu mara nyingi wakulima wanapolima, kwa mfano wakawa labda wakulima wa mfano, wengine wanatazama kwa nyuma ya pazia kwamba je, hawa wanafanya vizuri? Vijana katika uchakataji huu wa kulima vilimo vya viazi lishe, na kwanza kabisa niseme kwamba vijana wanatakiwa anapotaka kulima hivi viazi lishe, anatakiwa aandae shamba, aandae mbegu zenyewe ambaye amelima lazima atamuuzia, au muda mwingine atampa tu kwamba na yeye apate pa kuanzia, ili kusudi kujipatia kipato. Sasa vijana wenzangu wasiogope kwamba hivi viazi lishe tutavipataje. Vinapatikana kwa wingi, mbegu zipo za kutosha, zinapatikana kata hii ya Sangabuye, wilaya ya Ilemela. Wanatutembelea halmashauri, tunakuja tunashirikiana nao, wanasema fanyeni 1, 2, 3 ili mpate matunda mengi. Hawajatuacha mbali. Viazi lishe vinaendelea kuthibitisha kuwa ni nyenzo ya kuboresha lishe, kuimarisha uchumi wa kaya, kuongeza ustahimilivu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi na kuhakikisha jamii inakuwa na chakula cha kutosha hata wakati wa majanga ya ukame.